Tarehe 27 hadi tarehe 28 Julai mwaka 2023 katika jiji la St. Petersburg pale Urusi, rais wa Burkina Faso Kapteni Ibrahim Traore alipata nafasi ya kuzungumza katika mkutano wa pili wa Urusi na wakuu wa nchi za Afrika. Na katika hotuba hiyo ndipo dunia ilipojua huyu jamaa sio mtu wa mchezo na ni hatari. Katika hotuba hii kulikuwa na maneno mazito, lakini moja jambo ambalo halitosaulika kwenye hiyo hotuba yake ni pale aliposema mtumwa asiyepigania uhuru wake hastahili huruma yoyote. Viongozi wa Afrika hawapaswi kuwa kama vibaraka mikononi mwa mabeberu. Unataka kujua alichokizungumza kwenye hiyo hotuba? Nimepata wasaa wa kutafsiri neno kwa neno, japo si kwa mtiririko kama yeye alivyozungumza kutokana na kutofautiana kwa lugha, lakini utapata picha ya kile alichokizungumza kwenye mkutano Julai 27 hadi Julai 28 mwaka 2023. Na hii ni miongoni mwa hotuba ambayo ilimfanya Vladimir Putin kutabasamu kwa maneno aliyoyatoa. Tutaenda neno kwa neno. Kwanza kabisa anapenda kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyetuwezesha kukutana hapa asubuhi ya leo tukiwa na afya njema ili kuzungumza mustakabali na ustawi wa watu wetu. Nitaenda kuomba msamaha kwa wazee ambao ninaweza kuwaudhi kwa maneno yangu ya baadaye. Waafrika unalazimisha haki ya kuzaliwa, lazima niombe msamaha kwa wakubwa wangu. Wandugu, nina maswali machache kutoka kwenye kizazi changu. Maswali 1000 tunajiuliza lakini hatuna majibu. Na inageuka kuwa hapa tunaweza kukosha nguo zetu chafu kwa sababu tunajisikia kama familia moja. Tunajisikia kama familia kwa maana kwamba Urusi pia ni familia kwa Afrika. Ni familia kwa sababu tuna historia sawa. Urusi ilijitolea sana kukomboa ulimwengu kutoka kwa Unazi wakati wa vita vya kidunia vya pili. Watu wa Afrika babu zetu walifukuzwa kwa nguvu pia kusaidia Ulaya kujiondoa katika Unazi huo. Tunashiriki historia sawa sawa kwa kuwa sisi ni watu waliosaulika na ulimwengu, iwe katika vitabu vya kihistoria ama katika filamu. Kwa hivyo tunaweza kusahau historia yetu kubwa ambayo Urusi na Afrika ilicheza katika vita hivi dhidi ya Unazi. Kwa sasa tuko hapa kuzungumza juu ya mustakabali wa watu wetu, yatakayotokea kesho, ya ulimwengu huu huru tunaoamini, wa ulimwengu huru bila kuingiliwa kwa mambo yetu ya ndani. Tuna mitazamo sawa na ninatumai kuwa mkutano huu utakuwa fursa ya kujenga uhusiano mzuri sana kwa nia mustakabali mzuri wa watu wetu. Maswali ambayo vizazi vyangu wanajiuliza ni yafuatayo. Ikiwa nitaweza nitafupisha. Kizazi changu akielewi jinsi Afrika yenye utajiri mwingi chini ardhi yetu kwa asili ya ukarimu wetu, maji tele na mwanga wa jua. Bado Afrika leo ni bara maskini zaidi. Afrika ni bara lenye njaa. Na inakuwaje wakuu wetu wa nchi wanasafiri duniani kote kuomba? Haya ni maswali tunayojiuliza ambayo bado hatuna majibu yake. Tunayo nafasi ya kujenga uhusiano mpya mzuri, na ninatumai kuwa mahusiano haya yanaweza kuwa bora zaidi, kutoa mustakabali bora kwa watu wetu. Kizazi changu pia kinaniambia kwamba kwa sababu ya umaskini huu wanalazimika kuvuka bahari kujaribu kufika Ulaya. Wanakufa katikati ya bahari, lakini hivi karibuni hawatavuka kwa sababu watakuwa kwenye manyumba yao na kutafuta riziki yao ya kila siku. Leo bado tunakabiliwa na aina za kishenzi zenye jeuri zaidi ya ukoloni mamboleo, yani ubeberu. Utumwa bado na nia kujilazimisha wenyewe juu yetu. Watangulizi wetu wametufundisha jambo moja: mtumwa ambaye ana uwezo kukabiliana na uasi wake hastahili kujihurumia. Hatujionee huruma, atuombi mtu atuhurumie. Watu wa Burkina Faso wameamua kupigana na magaidi, lakini pia kufufua maendeleo yao. Katika mapambano haya watu mashujaa wamejitolea kuchukua silaha katika kukabiliana na ugaidi, kile tunachokiita kwa upendo VDP, watu wa kujitolea. Tunashangaa kuona mabeberu wakiwachukulia hawa VDP kuwa ni wanamgambo wa kila aina. Inakatisha tamaa, maana uko Ulaya watu wanapochukua silaha kutetea nchi yao wanaitwa wazalendo. Babu zetu walipelekwa ili kuokoa Ulaya. Haikuwa ridhaa yao, ni kinyume na mapenzi yao, na walipotaka kudai haki zao za msingi waliuawa. Kwa hivyo haijalishi sisi wananchi tulipoamua kujitetea tuliitwa wanamgambo, lakini hilo si tatizo. Tatizo ni kuwaona wakuu wa nchi za Kiafrika bado hawaleti chochote kwa watu wao wanaopigana, lakini wanaimba sawa na mabeberu kwa kutuita wanamgambo. Kwa hivyo wanatuchukulia kama watu wasioheshimu haki za kibinadamu. Je, unazungumzia haki gani
ya binadamu? Tunachukizwa na hii aibu. Sisi wakuu wa nchi za Afrika tuache tabia za kuwa vibaraka wanaocheza kila mara mabeberu wanapovuta kamba. Hapa jana Rais Vladimir Putin alitangaza kupeleka nafaka barani Afrika. Tunafurahi sana na tunamshukuru kwa hilo. Lakini pia ni ujumbe uliotumwa kwetu sisi wakuu wa nchi za Afrika, kwa sababu kwenye kongamano lijalo hatupaswi kufika hapa bila kuwa na uhakika wa kujitosheleza kwa chakula kwa watu wetu wasiojua vita. Ni lazima tuchukue uzoefu kwa watu ambao tayari wameweza kufikia ili katika Afrika kujenga mahusiano mazuri hapa na kujenga mahusiano bora na kushirikiana na Urusi inaweza kukidhi mahitaji ya watu wetu. Siwezi kuwa na mengi zaidi, muda uliopangwa ni mfupi na lazimika kusimama hapa kwa wakati fulani, lakini nimalize kwa kusema kwamba tunapaswa kuwaenzi watu wetu, watu wanaopigana kwa ajili ya nchi zao. Utukufu kwa watu wetu, utu kwa watu wetu, ushindi kwa watu wetu. Ni kifo tu kitakachotushinda. Asante ndugu zangu. Haya ni maneno yanayowatafuna viongozi wengi barani Afrika, tukiendelea kusubiri katika mkutano mwingine ambao wataufanya dhidi ya rais wa Urusi Vladimir Putin. Je, watakuwa wameweza kuwalisha wananchi wao chakula cha kutosha ama wataenda pale kuomba misaada? Anaendelea kubaki kama kiongozi wa Afrika mwenye mvuto zaidi, hususan kwa vijana wadogo, kwa namna alivyoleta mabadiliko katika nchi yake ya Burkina Faso na namna anavyoshughulikia changamoto mbalimbali. Lakini amekuwa na filosofia kadhaa, ikiwemo kukataa mialiko ya watu mbalimbali pamoja na misaada isiyokuwa na msingi katika nchi yake.